Msikilizaji wa 99.5 SFM, kiwa tayari dakika ni ya 34 mara baada ya saa 3 za usiku. Ni siku nzuri, Jumanne ya tarehe 11 mwezi Machi 2025. Tunapata nafasi ya kupata mwendelezo wa vipindi vizuri kutokea kwa watumishi wa Mungu pale kwenye kanisa la True Gospel Impact Church, kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Eloita Mgeni akiwa sambamba naye mwinjilisti Patrick Ilomo. Na jioni ya leo tuko nao watumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu ambaye atatupa neno la uzima jioni ya leo si mwingine ni mwinjilisti Patrick Ilomo. Kwa hiyo nikukaribishe sana msikilizaji uweze kumsikia mtumishi wa Mungu huyu kile ambacho Mungu na aliyevifanya vitu vyote vikawepo ni Mungu. Baada ya kufanya hivi vyote Mungu, sasa Mungu anataka aweze kufanya kazi na mtu utawala ule alionao, anaachilia ndani ya mtu ambaye anamfanya kwa sura na mfano wake, ili aweze kutawala, ili aweze kuachilia ufalme wake ndani, hatimaye aweze kufanya kazi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Maandiko yanasema mpaka nchi, mtawala mkuu ni mtu. Nchi ambayo tunaitembea, au dunia ambayo tunaitembea, au ardhi ambayo tunaitembea, maandiko yanasema mmiliki mkuu au mtawala mkuu ni mtu. Ni mtu yupi? Maandiko yanasema aliyefanywa kwa sura na mfano wa Mungu ndio ambaye anaweza kuitawala, na ndiye ambaye anaweza kupokea chochote, na ndiye ambaye amepokea mamlaka ya kuoperate chochote ambacho kinaendelea juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, anasema akaachilia ufalme huu, ufalme kwa ajili ya kuimiliki nchi, kwa ajili ya kuitawala nchi. Nikazungumza ya kuwa Alhamisi iliyopita nikasema jambo la msingi sana. Unapoliasi neno la Mungu, maandiko yanasema ni kama mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanaposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, anaachilia utawala wa kiungu ndani. Maana yake kwa mazingira yote mtu anaweza kutawala kupitia neno lake, kwa sababu huyu mtu anayefanywa ni neno lake. Sasa ili aweze kutawala chochote duniani kikaweza kwenda, maanake lazima atawale kupitia neno lake. Anapolitii neno lake kwa umakini, ndipo anaweza kufanya chochote, na ndipo anaweza kutawala chochote ambacho Bwana wake au muumba wake amesema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema hivi, na kila kitambacho, na kila nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mstari wa 28 anasema Mungu akawabarikia. Mungu akawabarikia. Biblia inaposema Mungu akawabarikia, manake Mungu akawakubali. Baada ya kufanya mtu mume na mtu mke, akawakubali. Baada ya kuwakubali, anasema akawaambia, akatoa maelekezo. Anawaambia nini? Akawaambia baada ya kukubali, cha kwanza, wazae waongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema wazae waongezeke. Wanazaje waongezeke? Cha kwanza akawakubali, akawaambia. Anawaambia wazae waongezeke. Sasa tafsiri hapa watu wengi sana wamekosea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuelewane vizuri kwa umakini sana. Maandiko yanaposema akasema zaeni muongezeke, sio kibiolojia. Sikiliza, sio kibiolojia. Manake mtu au wazae kwa jinsi ya mwili. Uzazi unaozungumzika hapa ni uzazi kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzazi kwa jinsi ya roho. Kwa nini uzazi kwa jinsi ya roho? Mungu ni roho, amemfanya mtu kwa jinsi ya roho, na hata uzao wake lazima uwe kwa jinsi ya roho na si kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili ni kibiolojia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba udake point hiyo. Akasema zaeni mkaongezeke, kwa sababu Mungu ni roho, amemfanya mtu roho, anatarajia kupata mtu roho.
Mtu roho ndio anayeweza kumiliki. Mtu roho ndio anayeweza kupokea chochote ambacho Mungu amekusudia aweze kukipokea. Sikiliza, ninaposema Mungu roho, twende mara moja kwenye kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana sura ya 4. Kitabu cha Yohana sura ya 4. Angalia Biblia inavyozungumza. Kitabu cha Yohana sura ya 4. Angalia Biblia yangu inavyozungumza kwa umakini sana. Tutembee wote pamoja ili tuweze kuelewa kwa upana kwa nini maandiko yanazungumza hivi. Maandiko yanasema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Mungu ni roho. Na hapa anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Ikiwa yeye ni roho, anatarajia kumfanya kiumbe roho. Kiumbe roho ambaye anaachilia mamlaka zote kwake. Akamkubali. Baada ya kumkubali, akampa miliki yake yote. Miliki ipi? Miliki ya uumbaji wake akaiachilia ndani ya huyu mtu. Mtu gani? Mtu roho. Na ndio maana maandiko yanasema zaidi mkaongezeke. Anaposema zaidi mkaongezeke, ana maana huyu kiumbe roho au mtu roho ana uwezo wa kuzaa watu roho. Anazaaje watu roho? Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari kuanzia wa 22 na 23, maandiko yanasema wazi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Isiyoharibika ipi? Maandiko yanasema kwa neno la Mungu lidumuo hata uzima milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu lidumulo hata uzima milele. Manake na huyu kiumbe anayekuja lazima zaliwe mara ya pili. Lazima zaliwe kwa neno. Neno ndo linaloweza kumzaa aweze kufanana na Mungu roho. Na huyu Mungu roho ndiye anayeachilia kila kitu ndani ya huyu mtu, na anaachilia utawala. Anapoachilia utawala, anamkubali. Halafu anapomkubali, anaachilia vyote ambavyo amekusudia aweze kuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, sikiliza maandiko yanavyozungumza kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Angalia maandiko yanavyozungumza. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 kuanzia mstari wa 15. Ni habari za mtu mmoja anaitwa Ibrahim. Angalia maandiko yanasema, malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao. Kiumbe roho anatarajia ndani yake. Kiumbe roho ambaye ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, anapokubaliwa na Mungu, anapokea vyote ambavyo Mungu amekusudia. Anatarajia huyo mtu aweze kumiliki pamoja na Bwana. Manake vyote alivyo navyo Mungu, vyote alivyokusudia Mungu, vinaachiliwa ndani ya huyu mtu. Vinapoachiliwa ndani ya huyu mtu anaweza kupokea chochote na anaweza kutenda chochote ambacho mbingu zimesema. Angalia sasa mstari wa 16, maandiko yanasema, hukunizuilia mwanao pekee, katika kukubariki nitakubariki. Sikiliza, katika kukubariki nitakubariki, kwa kuwa hukunizuilia mwanao. Maanake Ibrahim ameongozwa kumpenda Mungu kwa viwango. Baada ya kumpenda Mungu, alivyoambiwa toa mwanao, akakubali kutoa mwanae kwa sababu anampenda aliye Bwana ama Bwana. Anasema kwa kuwa hukunizuilia mwanao, katika kukubariki nitakubariki. Anasema hivi, na katika kukuzidisha nitakuzidisha. Katika kukuzidisha nitakuzidisha. Uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Sasa nisikilize. Maandiko yanapozungumza uzao wako, cha kwanza wamekubaliwa. Baada ya kukubalika, akasema uzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uzao unakuwa kama nyota za mbinguni. Na unaelewa, kama angezungumza uzao kibiolojia, wazi sana, manaka hakuna mtu anaweza kuzaa watoto kama nyota za mbinguni. Sasa watoto roho wanakuwa kama nyota za mbinguni. Kwa nini? Ni wengi wa kupitiliza, na mamlaka walionayo wanatawala kwa mamlaka ya mbinguni. Na kwa lugha nyingine, wanapofika kutawala kwa mamlaka ya mbinguni, hawa watoto wanakuwa matajiri kwa sababu Bwana wao ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa umakini, tuendelee mara moja. Angalia. Na anasema, na kama mchanga wa pwani, na uzao wako utaimiliki mlango wa adui zako.
uzao utamiliki mlango wa adui. Uzao cha kwanza umemiliki au unatawala kupitia mamlaka ya mbinguni. Maadui wanakuwa chini. Maadui wapi? Wasiolitii neno la Mungu wanakuwa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wanaomiliki maadui wanakuwa chini, bali mmiliki kutoka mbinguni ndio anaweza kumiliki chochote ambacho Bwana amekusudia. Angalia mstari wa 18, na katika uzao wake mataifa yote ya dunia watajibariki. Katika uzao wako mataifa, watu wasiokujua wewe watapokea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kwa sababu ya kutokuwa uelewa wanaona kama mataifa matajiri, lakini nakukatalia, Biblia inaona watu wanaozaliwa kutoka mbinguni wao ni matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maarifa tu ndo ambayo yanasababisha kanisa lishindwe kufika eneo fulani, lakini kiuhalisia kanisa ndo tajiri, au watu wanaomwabudu Mungu wa mbinguni ndo matajiri. Dunia ndo inatakiwa jitajirishe kwa mataifa au kwa taifa la mbinguni. Sikiliza, tuendelee mara moja. Kwa sababu umeitii sauti yangu. Daka point. Kwa sababu umeitii sauti yangu. Sauti ndio inafanya mataifa waweze kujibarikia. Sikiliza, sauti ya Mungu ndio inasababisha waweze kuwa matajiri, na sio jambo fulani linaweza kusababisha watu wa matajiri, au maelezo fulani ya weledi wa uongo ndio inaweza kusababisha watu wa matajiri. Sauti ya Mungu ndio inaweza ikawasababisha watu wa matajiri. Kwa nini? Twende mara moja kwenye kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa 22. Angalia maandiko yanavyosema. Kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari ule wa 22. Kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari ule wa 22. Angalia maandiko yanavyozungumza. Baraka ya Bwana hutajirisha. Sikiliza, baraka ya Bwana hutajirisha. Kukubaliwa na Bwana, cha kwanza mtu anatajirika. Jambo la msingi, kukubaliwa na Bwana mtu anatajirika. Na anakubaliwaje na Bwana? Kwa kuitii sauti yake. Kwa kuitii sauti yake mtu anakubaliwa na Bwana. Anapokubaliwa na Bwana anasema anafanya nini? Anatajirika. Angalia maandiko yanavyosema, wala hachanganyi na huzuni nayo. Baraka ya Bwana haichanganyi huzuni. Utajiri wa Bwana hauchanganyi na huzuni. Sikiliza nikwambie, shetani ni mwongo, anadanganya watu. Kwa nini anadanganya? Wanaonekana wametajirika, lakini ndani yao huzuni ndio inayotawala maisha yao. Mateso ndio yanatawala maisha yao. Maangamizo ndio yanatawala maisha yao. Kwa lugha nyingine wanadanganywa. Ni baraka ya Bwana tu peke yake ndio inaweza kutajirisha. Na baraka ya Bwana inatajirishaje? Kwa mtu roho ambaye amezaliwa kwa neno la Mungu, mtu anayemwishia Yesu, mtu anayemkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huyu ndio anaweza kutajirika kwa lugha nyingine. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wakorintho wa kwanza, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kitabu cha Wakorintho mara moja kwenye kitabu cha Wakorintho. Angalia maandiko yanavyozungumza. Kitabu cha Wakorintho, kitabu cha Wakorintho taratibu mara moja, twende mara moja kwenye kitabu cha Wakorintho. Maandiko yanazungumza kitu kimoja. Yanasema Yesu yeye alikufa maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa nini alikufa maskini? Alichukua umaskini wetu, akachukua mateso yetu, akachukua maangamizo yetu, ili sisi walao tuweze kuwa matajiri, kwa sababu yeye ni tajiri. Angalia maandiko yanavyozungumza. Kitabu cha Wakorintho anasema alikufa maskini ili sisi tuweze kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa umaskini wako, kwa umaskini wake ndo sisi ndo maana tunaishi na mazingira tulio nayo. Biblia inazungumza wazi sana. Tunatakiwa kuwa makini. Ndio maana nikakwambia mtu roho lazima azaliwe kwa mazingira ambayo Roho Mtakatifu amekusudia aweze kuwa nayo. Nitasoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9. Maandiko, angalia jinsi yanavyozungumza. Mstari wa 11. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa
anasema mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu, kwa kazi yetu, kwa kazi yetu. Daka point hiyo. Maandiko yanasema wazi, mkitajirishwa katika vitu vyote. Katika vitu vyote, ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Mkitajirishwa katika vitu vyote. Na maandiko pia kwenye Korinto yanasema yeye alikufa maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa nini tuwe matajiri? Tuwe matajiri tukitajirishwa katika vitu vyote. Tunapomkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunapomkubali kwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maandiko yanaona tumetajirishwa katika vitu vyote, vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Biblia inasema tunakuwa matajiri. Sikiliza nikwambie, vitu ambavyo unavitafuta, watu nikakwambia wanasema kachote udongo sehemu fulani, kachote udongo sehemu fulani. Hilo sio jibu la wokovu, na hilo sio jibu la baraka. Jibu la baraka ni kuhakikisha unatembea kwenye sauti ya Mungu. Ndio maana ardhi itakusikia, mazao yako yatakusikia, mahindi yako yatakusikia pale unapokuwa mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndo unaweza ukapokea kila kitu ambacho Mungu amekusudia, ambacho Bwana ametaka uweze kuwa nacho. Hapo ndo Mungu anaweza akakuinua, akakupandisha, akasema hakika wewe ni mwanangu. Kwa nini? Umetii sauti. Sauti. Mkitajirishwa katika vitu vyote. Haijazungumza kuwa kitu kimoja ndio unatajirika. No. Mnatajirishwa katika vitu vyote. Ndio maana maandiko yanasema baraka ya Bwana hutajirisha. Kukubaliwa na Bwana unakufanya uweze kuwa tajiri. Anasema wala hachanganyi na huzuni ndani yake. Huzuni yako inatoka wapi? Mateso yako yanatoka wapi? Maangamizo yako yanatoka wapi? Jibu lake maana yake sauti ya Bwana ndio changamoto kwenye maisha yako. Umekuwa ukichanganya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa ndio jibu pekee linaloweza likakupandisha. Maarifa ndio yanaweza yakakuinua. Maarifa ndio yanaweza yakakusababisha uweze kumwabudu Mungu kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura 6 mstari wa 14. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 14. Angalia, ninarudia mstari ambako kitabu cha Mwanzo ilizungumza, lakini angalia kuna kitu cha pekee. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 14. Maandiko yanasema akisema, hakika yangu kukubariki nitakubariki, na kukuongeza nitakuongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akisema hakika yangu, manake Mungu anaapa, hakika yangu kukubariki nitakubariki, na kukuongeza nitakuongeza katika kila eneo. Hakika yangu kukubariki nitakubariki, na hakika yangu kukuongeza nitakuongeza katika kila eneo. Maisha yako, mazingira yako, chochote ambacho kimekuzunguka, Biblia inasema lazima kiongezeke. Lakini mstari 15, angalia maandiko yanavyozungumza. Anasema na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Kwa kuvumilia nini? Kwa kulivumilia neno la Mungu, kuto kuingiza tamaa, kumsubiri Bwana. Unatenda neno la Bwana ili Bwana kupandishe. Unatenda neno la Bwana ili yeye atukuzwe ndani yako. Unatenda neno la Bwana, lakini unapofanya au unapotenda neno la Bwana, usiangalie baraka, angalia pendo lako kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo lako linapochukua nafasi ya kuona Mungu yeye amekupenda na unatakiwa umpende, ukatenda neno lake kwa upendo, lazima Mungu akuinue, lazima Mungu akunyanyue, lazima Bwana akupeleke juu. Kwa nini? Unafanya kama agizo la neno lake linavyotaka. Lakini ukifanya kwa kutaka utajiri, na wengi wamepotea hapo, ukifanya kwa kusema eti na mimi iweze kuwa hivi, na ndio maana watu wengi wakapotea, wakaachana na Mungu kwenye eneo, wakaona Mungu atendi. Sikiliza, Mungu ni roho. Anachokiangalia utii wa roho, utii wa ndani, utii wa maagizo yake, na sio utii wa kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni roho, anaangalia roho ina nia nini, inataka nini. Mungu anachokiangalia ndicho hicho cha msingi.
kwenye maisha yako, unapochukua hatua ya kusema sasa Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, achilia maisha yako yawe ya Bwana, achilia mazingira yako yawe ya Bwana, yeye utamwona akibadilisha mfumo wa maisha yako, utamwona akibadilisha mazingira yote, fahamu zako na chochote ambacho kimekuzunguka, utaona kinazidi kubadilika. Kama ulikuwa mzee, unaona ghafla maandiko yanakuona na kubadilisha, kwa sababu anasema hata uhai wetu ataurejesha, hata uzee wetu ataurejesha, ujana tutakuwa kama tai. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11, ataihuisha na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Manake hata kubadilisha mazingira ya afya, manake ni baraka kwako, ni kukuongezea kitu cha pekee. Watu wanazeeka hata kuzeeka kwa sababu ya kulikosa neno la Mungu kwa usahihi. Sifiwe sana ndugu msikilizaji popote. Sikiliza nikwambie, anza kubadilisha mtazamo, anza kubadilisha akili. Mkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naye atabadilisha mazingira yako, naye atageuza kila kitu kwenye maisha yako kwa kuitii kweli. Kweli itakuweka huru, na utakuwa huru kweli kweli, na Bwana atatukuzwa ndani yako, kama maandiko yanavyozungumza kwa kitabu cha Warumi cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Kweli itazidi kukuweka huru, na utakuwa huru kweli kweli, huru katika ibada, huru katika maisha, huru katika mazingira yote yaliyokuzunguka, uhuru katika kumwabudu Mungu, uhuru katika mazingira yoyote ambayo yamekuzunguka, katika utajiri na katika chochote ambacho Mungu amekusudia uweze kuwa nacho. Nami naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo Bwana ametupa siku ya leo. Naamini ya kuwa hiki ambacho Mungu amesema nao jioni ya sasa, manake muda wetu naona umetusukuma na umetutupa mkono kidogo, lakini jambo la msingi sana, naomba chukua hatua kumkubali Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yeye atabadilisha kila kitu kwenye maisha yako, nacho kitakuwa safi, na utatukuzwa duniani, na watu wote watasema wewe ni heri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mfalme, ninalibariki na kuliinua jina lako, ninakutukuza peke yako kwa ajili ya msikilizaji yeyote ambaye Mungu umekusudia uweze kuisikia sauti jioni ya sasa. Baba, ukarejeze afya yake na mazingira yake yote ambayo yamemzunguka ndani yake. Atakuwa baraka pale anapoamua kuchukua mazingira ya kuamua kusema wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anaweza kuwa sawa sawa, nawe utajitukuza ndani yake, kama neno lako linavyosema, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nami ninaamini ya kuwa yeyote atakayekujua utambadilisha akawe baraka kwako, naye atatukuzwa ndani yako, nao utajitukuza ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo ninawaachia wote mikononi mwako Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Amen. Amina sana mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo kwa somo zuri jioni ya leo. Naamini pia msikilizaji ambaye tulikuwa pamoja umebarikiwa, lakini pia nikukumbushe nambari za simu kwa ajili ya huduma ya kiroho kwa wale ambao wanahitaji mawasiliano moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo ambaye ametoa somo jioni ya leo. Basi mpigie simu au tuma message kwenye namba 0762 649652. Narejea tena 0762 649652. Basi ukituma message au kupiga simu, basi moja kwa moja mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Patrick Ilomo atakwenda kukusikiliza. Basi usisahau pia kipindi hiki utaendelea kukisikia siku ya Alhamisi kuanzia majira saa 3 kamili mpaka pale majira saa 4 kamili usiku. Mtumishi wa Mungu na ibada kwa wale ambao watahitaji kufika kwenye kanisa la True Gospel Embassy Church, tafadhali. Asante. Kanisa letu liko ule mtaa wa Chelesi, njia ya kushuka Itebetala, opposite kabisa na msitu wa Misheni. Tunapatikana pale na ratiba zetu za ibada. Siku ya Jumatano ni maombi na maombezi pale kwenye kusanyiko letu. Alafu siku ya Ijumaa pia ni ibada ya neno la Mungu, tunakutana pale. Alafu siku ya Jumapili saa 4 asubuhi tunawakaribisheni wote, karibuni sana, tumwabudu Mungu katika zama hizi mbovu. Asante. Amina sana. Basi nami niseme asante msikilizaji, panapo majaliwa tutakutana wakati mwingine. Nikutakia usiku mwema, endelea kusikiliza ICFM.